Baada ya sintofahamu iliyotokea mpaka kupelekwa kwa dabi ya Kariakoo kupelekwa mbele kufuatia taarifa ya bodi ya ligi ambayo ilielezea kila ambacho kilitokea kwa klabu ya Simba kuzuiliwa kufanya mazoezi ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa na hatimaye kwenda kupeleka barua ya malalamiko kuhusiana na tukio hilo ambalo imepelekea dabi ya Kariakoo kupitia bodi ya ligi kupelekwa mbele mpaka pale ambapo watakuja kuitolea taarifa ya kwamba ni lini dabi hiyo inakwenda kuchezwa. Klabu ya Young Africans kupitia ukurasa rasmi wa Instagram pale wameweka taarifa kwa umma ambayo inaelezea msimamo wao kuhusiana na tukio hili la dabi ya Kariakoo kutochezwa Machi 8 na kupangwa siku nyingine ambapo itatangazwa kupitia bodi ya ligi. Kabla sijakwenda kukusomea msimamo huo wa klabu ya Yanga, ni kuambia habari njema za Mandasi Store kwa ajili ya kujipatia simu ya mkopo. Ili upate simu ya mkopo unapaswa kwenda na vitu viwili: kitambulisho cha kupiga kura, kitambulisho cha taifa ama leseni. Lakini pia unaweza kuenda na pesa kidogo kwa ajili ya kuanza kukopa simu kwenye maduka ya Mandasi Store. Lakini pia nazo habari njema za white scheme ya Wallput ambayo inatoka Magic Builders kwa ajili ya kulinda ukuta wako usimalizwe na bakteria wale ambao wanabandua ukutani. Ni kusomee moja kwa moja barua ambayo imewekwa pale kwenye ukurasa rasmi wa klabu ya Yanga ambayo inaelezea msimamo wao kuhusiana na dabi ya Kariakoo kupelekwa mbele. Nikianza kunukuu kile ambacho kimeandikwa: taarifa kwa umma Machi 9, 2025. Kamati ya utendaji ya Yanga chini ya Rais Mhandisi Hersi Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukubaliana mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi na wadau wa mchezo wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike jana tarehe 8 Machi 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni, ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe 7 Machi 2025 saa 8 mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa mchezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa mchezo, mtathmini wa waamuzi, kamishna wa mchezo na watendaji wa bodi ya ligi. Klabu ya Simba haikutoa taarifa ya kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 7 Machi 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi, huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya kikanuni kama iliyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala msimamizi yoyote yaliyofanywa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe 8 Machi 8, 2025, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa kigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi, huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefuata taratibu. Huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba, asubuhi ya tarehe 8 Machi 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akiwatoa wasiwasi na kuwahakikishia mashabiki waende uwanjani
kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi 2025, kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Mguto ilitoa taarifa ya kuahirisha mechi namba 184 kinyume na taratibu, kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo hayo hapo juu, ufuatao ni msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. 1. Klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inapogomea mechi. 2. Kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. 3. Kutokana na mfululizo wa uvunjifu na kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama na wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young Africans Sports Club tarehe 9 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Mwisho wa kunukuu kile ambacho kimeandikwa kupitia ukurasa rasmi wa klabu ya Young Africans kufuatia dabi hiyo ya Kariakoo kusogezwa mbele na bodi ya ligi na kutangaza siku ambayo nyingine ambayo watapanga na dabi hiyo kwenda kuchezwa. Una maoni gani kuhusiana na sakata hili, huku Young Africans ikionyesha msimamo wao hadharani kwamba hawatocheza tena kwa mara nyingine dabi hiyo, huku wakitaka haki yao ya kupewa alama zote 3 kwani klabu ya Simba imeweza kugomea mchezo huo. Mimi naitwa Latifa Nafi, naikuletea picha hizi ni Lugda Pablo. Mpenja TV tunazungumza michezo na unaweza kuweka maoni yako hapa tukayapitia. Cha kufanya subscribe ili wa kwanza kupata matukio kutoka Mpenja TV, lakini pia kulike, kucomment na kushare matukio yote ambayo unaona ni mazuri kwa upande wako. Lakini sitaondoka hivi ni kuacha na habari njema za GSM Water. Kwa wewe ambaye unahitaji kukata kiu, hakikisha unakata kiu kutumia maji ya GSM. Maji ya GSM yanapatikana madukani kote, lakini pia ni maagizo kutoka kwa bosi. Bosi amesema kila mmoja wetu lazima akate kiu. Lakini pia unaweza kubeti kwa kupitia Betika. Shilingi 1000 za Kitanzania unaweza kuweka mkeka wako kuanzia mechi 3 na kuendelea na ukawa wa kwanza kuondoka na mokoto hayo ya kutosha kupitia Betika. Cha kufanya tembelea www.betika.co.tz ili kuwa wa kwanza kuondoka na maokoto hayo. Lakini pia Mpenja TV tunapewa nguvu kubwa kwa udhamini wa Pax Transportation Service. Kwa ambaye unahitaji kusafirisha mzigo, hakikisha unafika kwenye ofisi za PTS ambazo ziko pale Mwenge karibu kabisa na stendi ya mabasi ama uwanja wa KMC Complex, lakini pia Shekilango, bila kusahau maeneo ya Kariakoo kwenye mitaa ya Mhonda na maeneo mengine ambayo Pax Transportation Service wanapatikana. Weka maoni yako hapo kuhusiana na sakata hili la dabi ya Kariakoo kusogezwa mbele, huko klabu ya Young Africans ikiweka msimamo wake hadharani kwamba hawatohusika kwenye mchezo wengine wowote ambao bodi ya ligi wataupanga.